uweza. Zidi kuachilia neema yako, neema ya ukombozi, neema ya uponyaji, neema ya kuweka watu wako huru, Mungu mwenye uweza, katika jina la Yesu. Hata tutakapokuwa tukiingia katika hali ya neno lako, si Baba kazidi kututumia vyema na hata kulingana na mapenzi yako na neema yako, katika jina la Yesu. Tupe mwanzo mwema Mfalme, tupe katikati na hadi tamati tunapoendelea, Mfalme wa mbinguni. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba na hata kuamini. Amen. Kwa hivyo ningeomba ya kwamba tukaweza kufungua vinywa vyetu mbele zake Mwenyezi Mungu, tukazidi kumtukuza Bwana, tukaweza kumsifu Bwana, tukaweza kuinua sifa zetu mbele zake Mwenyezi Mungu. Manake Baba yetu ni mwaminifu, yeye ni Mungu mwenye nguvu, yeye ni Mungu mwenye uweza. Tukamshukuru kwa sababu amekuwa pamoja nasi tangia siku ya kwanza ya wiki hii. Wiki tukijua ya kwamba hii ni siku ya mwisho ya wiki hii, siku ya 7. Weza kufungua kinywa chako, kila mmoja wetu akaweza kujipeleka mbele za Mungu. Weza kujipeleka za Mungu mbele za Mungu, ukaweza kumshukuru, ukaweza kumuinua, ukaweza kumtukuza, ukaweza kumheshimu, kwa sababu yeye Mungu pekee ndiye anastahili kusifiwa na kuabudiwa. Mtukuze kwa sababu Mungu amekupa afya njema, amekupa uhai, amekupa ulinzi wake, amekuwa akikuongoza katika hali zako zote za maisha, katika jina la Yesu Kristo. Mshukuru Baba pia amekuwa pamoja nasi kama madhabahu haya, wakati ambapo tumekuwa tukiingia katika hali ya maombezi ya asubuhi, katika hali ya maombezi ya jioni, katika hali ya Bible study, katika hali ya fellowship zote za Thursday, hata ukesha wa Friday. Hakika Mungu amekuwa pamoja nasi. Mshukuru, manake pia Mungu ameweza kulinda watumishi wake katika ndani ya madhabahu haya. Amekuwa akiwaongoza waibaji, amekuwa akiwaongoza waibaji, amekuwa akiwaongoza hata assistant pastors wote na hata my elders. Amekuwa akimuongoza pia na hata mtumishi wake ambaye tayari ameshamuinua kwa sababu na ajili ya kazi yake, katika jina la Yesu Kristo. Inua sauti zako mbele za Mungu, inua sifa zako mbele za Mungu, inua shukurani zako mbele za Mungu kwa muda na wakati huu, katika jina la Yesu. Baba yangu uliye Mungu mwenye nguvu zote na uweza, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Israeli, Baba yetu daima uketie kwenye kiti cha enzi mbinguni. Jehova, mbele zako tunazidi kuingia katika ndani ya madhabahu yako tukiwa na shukurani tele mbele zako, katika jina la Yesu. Asante Baba, tunashukuru mbele zako ni kwa sababu ya uhai wako Mungu ambao umeweza kutupa. Hakika Baba, tangia siku tulipoweza kuanzilisha ibada hii, tulipoweza kuanzilisha tena na hata Baba wiki hii, Mfalme wa mbinguni, tumeuona mkono wako, tumepata nguvu zako, tumepata pia na hata rehema, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Asante Baba, tunashukuru Mungu mwenye uweza, manake Baba umemlinda mtumishi wako katika ndani ya madhabahu haya. Umelinda pia na hata familia yake, umelinda Mungu mwenye uweza na mamlaka. Baba, viongozi ambao umeshateua Mfalme wa mbinguni na kuweza Baba kuwainua katika ndani ya madhabahu haya chini ya mtumishi wako, kuweza kushikamana Mfalme kwa watenda kazi pamoja, katika jina la Yesu. Asante Mungu mwenye uweza, manake Baba umeweza kuwainua tena Baba vikundi vya wazee, umeinua kina mama Mfalme, pokea sifa. Umeinua Baba wanalika, Baba tunashukuru. Umeinua Mungu mwenye nguvu zote pia na uweza na mamlaka, waibaji wote katika ndani ya madhabahu ya Mungu, ambao Jehova umekuwa Baba ukiwatumia kuwa vyombo vyako Baba, Mfalme wa mbinguni, vya sifa, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Umewainua Baba waombezi wengi ambao Jehova Baba walikuwa wamefunikwa, Mfalme wa mbinguni, ukawaondolea giza, ukawaondolea minyororo, ukaondolea vifungo katika ndani ya maisha yao, hivi kwamba Mungu mwenye uweza wamekuwa na urahisi Baba na upenyo katika ndani ya maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Bwana wa mabwana, Mungu mwenye uweza, kwa sababu ya kila aina ya vita zote, Mungu mwenye uweza na mamlaka, ambavyo umetupigania katika maisha yetu ya kibinafsi, Mfalme wa mbinguni. Umetupigania katika hatima zetu, umetupigania Baba katika kazini mwetu, Mfalme wa mbinguni. Umetubariki na hata kutupigania tena zaidi katika ndani ya familia zetu, Mungu mwenye uweza. Sifa zote tunakupokeza asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Tunatambua ya kwamba wewe ni Alfa na Omega katika Baba ndani ya maisha yetu, katika jina la Yesu. Wewe pekee Baba umekuwa mwanzo, umekuwa tena mwisho katika ndani ya kila jambo ambalo tumekuwa tukilitenda katika ndani ya maisha yetu. Sifa zote ni zako Mungu mwenye uweza, katika jina la Yesu. Tunatambua ya kwamba Mungu mwenye uweza, kama haingelikuwa ni mkono wako, kama sio kwa nguvu zako, kama sio kwa uwepo wako na neema Baba, katika siku kama ya leo
mfalme wa mbinguni, hatungeliweza kupatikana mfalme wa mbinguni. Manake Baba Jehova, mahasidi walishainuka Mungu, wakiwa na kusudi na lengo na kujaribu kuzuilia na kutuzima mfalme. Sisi watoto wako na warithi na watenda kazi wako Mungu, tunakupa sifa zote Mungu mwenye uweza. Manake umetupigania kwenye anga, umetupigania Baba kwenye ardhi, umetupigania kwenye maji, umetupigania kwenye milango ya maisha yetu, umetupigania Baba katika Baba mfalme wa mbinguni, katika kila jambo ambalo tumekuwa tukilitenda, pia tukiwa katika ndani ya huduma hii, tukiwa katika Baba mfalme wa mbinguni maishani mwetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunatambua ya kwamba wewe ni Ebeneza, kwa ubali umetufikisha Mungu. Tunatambua ya kwamba wewe ni Jehova Jire Baba, ni kwa sababu ya kila ufanisi ambao Jehova tayari umeshawachilia katika ndani ya maisha yetu, katika jina la Yesu. Hakika Mungu mwenye nguvu zote na uweza, tunajua ya kwamba haijakuwa rahisi mfalme wa mbinguni. Manake Baba, tulikuwa tunaonekana mfalme wa mbinguni Baba machoni mwa walimwengu kana kwamba tumefika mwisho Mungu, kana kwamba hatuna tumaini, kana kwamba hatuwezi kuinuka Mungu, bali kwa neema, bali kwa nguvu zako pia na kwa rehema zako na mamlaka umeweza kutubariki. Pokea sifa Baba, ni kwa sababu ya kila baraka zote ambazo Mwenyezi Mungu Baba umeshawachilia katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunakushukuru Bwana wa mabwana, Mungu mwenye uweza na mamlaka. Manake Baba mfalme wa rehema, hata tukiwemo katika ndani ya jamii zetu, umetufanya kuwa mataa Mungu mwenye uweza ya kuweza kuwaangazia wengi, ya kuweza Baba kuwaelekeza wengi. Tumefanyika kuwa malango ya wokovu mfalme wa mbinguni. Sifa zote tunakupokeza asubuhi njema katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunasema ni asante Mungu mwenye nguvu zote na uweza na mamlaka. Manake Baba mfalme wa mbinguni, umetutoa katika mavumbini mfalme wa mbinguni, ukaweza kutuinua pahala pa juu, tukaweza kuwa kama mataa makuu mfalme wa mbinguni, ya kuweza kuangazia miji, ya kuweza kuangazia mataifa, ya kuweza kuangazia kontinenti zote za dunia katika jina la Yesu Kristo. Wewe pekee Baba ndio umeinua pembe zetu, ukaweza kumimina mafuta mabichi mfalme wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ukatupa pia na hata neema, ukatupa pia na hata nguvu, ukatupa pia na hata kibali, ukatupa pia na hata mfalme wa mbinguni uweza wa kuzidi kuendelea katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Weza kupatiana maisha yako mbele za Mungu, weza kudedicate huo mwili wako ukiwa kwanza dhabihu ya Mungu ambayo inampendeza katika jina la Yesu. Dedicate maisha yako mikononi mwa Mungu, mawazo yako, moyo wako, roho yako, mikono yako ukazidi kuidedicate kwake Mwenyezi Mungu. Ukazidi kutangaza ya kwamba siku ya leo ya kwamba maisha yako itakuwa ya kwamba itakuwa ya kumpendeza na kumridhisha Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Weza kutangaza damu ya Yesu ikaweza kuosha huyo moyo wako, ikaweza kuosha roho yako, ikaweza kutakasa pia na hata mawazo, kinywa chako pia na midomo yako na ulimi, ya kwamba zikazidi kutakasika mbele zake Emmanuel katika jina la Yesu. Weza kuinua kinywa chako ukatangaze utakaso katika ndani ya maisha yako, ukatangaze utakaso katika ndani ya madhabahu haya, ukatangaze neema katika jina la Yesu. Fungulisha pia na hata madhabahu haya, si ukafungulisha anga hii ya kwamba watu wakaweza kupata neema ya kujiombea katika jina la Yesu. Usije ukajiachilia, bali ukajiombea mbele za Mungu. Hakuna yeyote atakayeweza kukuombea, bali wewe mwenyewe ndiye utakayeweza kujiombea. Ukajipatiane mbele za Mungu, ukapatiane mahitaji yako mbele zake Mwenyezi Mungu, ukazitubu zote dhambi ambazo umezitenda mwenyewe katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Jemedari Mungu mwenye nguvu na uweza na mamlaka, inapatiana maisha yangu kwanza mbele zako siku ya leo. Inatoa mwili wangu na uleta kwako Mungu, kando na vile babu zetu walivyofanya Mungu. Manake wengi walitoa mili yao wakaielekeza kwa madhabahu na misingi ambao haikufaa mbele zako Mungu. Ila kwangu Baba siku ya leo inauleta mwili wangu kwanza mbele zako, nikiomba kwamba ukaweza kunikubali kuwa dhabihu iliyo hai na kukupendeza na kuridhisha mbele zako na kunukia vyema mbele zako siku ya leo katika jina la Yesu. Ina dedicate mawazo yangu kwako Mungu, ina dedicate roho yangu kwako Mfalme, ina dedicate moyo wangu kwako mikononi, ya kwamba Jehova pia hata mikono yangu na miguu ikaweza kukubalika tena kuwa safi mbele zako Jehova kwa muda na wakati huu katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ina dedicate Baba Jehova sauti yangu kwako Mungu ikaweza kuwa manukato mema ya kunukia vyema siku ya leo katika ibada hii katika jina la Yesu. Ina dedicate Baba Jehova anga ya madhabahu haya mikononi mwako siku ya leo. Ina dedicate pia mchanga pia na maji Baba, mipaka kuta na marango
zote Baba tunaziweka mikononi mwako Jehova. Inaweka wakfu mikononi mwako Mungu mwenye uweza. Assistant pastors wote wa madhabahu ya mikononi mwako. Jehova ma elders wote unawaweka mikononi mwako Jehova. Wazee Baba ambao wameingia na watakaoweza kuingia baadaye, mfalme wa mbinguni, unazidi Baba kuadhimisha kwako Mungu mwenye uweza, ya kwamba jemedari muweza wa yote Mungu Baba daima uketie kwenye kiti cha enzi mbinguni, ukazidi kuwakubali pia na hata wakina mama, ukawakubali wanalika Mungu, ukawakubali Jehova waombezi, ukawakubali waibaji wote Mungu watakaoweza kuingia katika ndani ya madhabahu haya ambao Jehova tayari wameshaingia. Ukazidi kutukubali mbele zako siku ya leo. Tunaomba sauti zetu kukubalika mbele zako. Tunaomba ya kwamba Mungu mwenye uweza, ya kwamba mioyo yetu ikaweza kutakasika mbele zako siku ya leo. Inatangaza damu ya Yesu ikaweza kutakasa kila mmoja wetu. Inatangaza ya kwamba damu ya Yesu ikaweza kuosha mawazo yetu, ikaweza kuosha mioyo yetu, ikaweza kuosha Baba midomo yetu, ikaweza kuosha na hata Baba Jehova ndimi zetu zikaweza kukubalika tena kuwa safi, ya kwamba tunapokusifu Mungu, tunapokuabudu Jehova, tunapo Jehova inua sifa zetu kwako Mungu Baba zikakubalike mbele zako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunafungulisha Baba Jehova mfalme wa mbinguni maisha yetu Jehova siku ya leo katika jina la Yesu. Chukua nguvu na mamlaka ambayo tayari Mungu ameweza kukupa wewe kama mtoto na mrithi wa ufalme wa mbinguni katika jina la Yesu, ya kwamba ukaitangazie hiyo minyororo, hiyo kaina ya minyororo, kila vifungo na nira zote ambazo zimefunga maisha yako, ukazidi kuzikandamiza, ukazidi kuziangusha, ukazidi kutangaza kutoka siku ya leo, wewe hautaishi kuhangaishwa, wewe hautaishi kuwa mtumwa, wewe hautafungwa tena jera za kimapepo katika jina la Yesu, ya kwamba kila jera zote za uovu, katika jera zote za ufukara na umasikini, katika jera zote za magonjwa, si vizuri ya kwamba unaingia katika ndani ya madhabahu ya Mungu ukiwa mgonjwa tena unatoka ukiwa na magonjwa yako. Tukatangaza hizo jera ambazo zimekufunga kwa muda mrefu, jera zote za magonjwa, jera zote za mandeni, jera zote za ufukara, jera zote za umasikini, ukazitangazia siku ya leo ya kwamba zikakuachilie katika jina la Yesu Kristo. Ukafungulisha pia na anga zako, ukafungulisha baraka zako ambazo zimezuiliwa na kukwamishwa kwa muda mrefu na maadui katika jina la Yesu. Ukatangaza kutoka siku hii ya leo ya kwamba wewe ni mbarikiwa wa mbinguni katika jina la Yesu. Yesu Kristo alikubalika, akaweza kukubali kufanyika maskini, ya kwamba ukaweza kupokea utajiri katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tangaza utajiri juu ya maisha yako, tangaza pia na hata uhai katika maishani mwako. Ukakandamize kifo, ukakandamize mapooza, ukakandamize kila na hata upepo wote ambao umekuwa ukitokana na maadui katika jina la Yesu. Kila aina ya ndimi zote ambazo zimeinuliwa kinyume na maisha yako tangia siku ulipoweza kuzaliwa, ukaweza kuzinyamazisha hizo ndimi zote ambazo zimekuwa zikinena kinyume na maisha yako, kinyume na kazi zako, kinyume na hatima yako, kinyume na baraka zako, kinyume na madhabahu na huduma hii, kinyume na wafanya kazi, kinyume na jamii yako na watu wenu, kinyume na mji wetu. Ukatangaza ya kwamba siku ya leo hizo sauti zote za giza hazina nguvu, hazina mamlaka, hazina uweza na hazitaweza kukuzuilia tena katika jina la Yesu. Ukazinyamazia hizo zote maroho zitokanazo kwa makaburi, zitokanazo kwa jamii zenu, hiyo mipaka kuta na marango ya giza, vifuniko ambavyo vilifunika jamii zenu zikazuilia nyinyi kufaulu, ukazizidi kuzinyamazisha kwa nguvu zako na mamlaka ambazo Mungu amekupa katika jina la Yesu. Jemedari Mungu mwenye nguvu na mamlaka, kwa muda na wakati huu Jehova mfalme wa mbinguni, katika ibada hii ya pili katika jina la Yesu, tukiwemo katika uweponi mwako Mungu, palipo na ukombozi na baraka, palipo na uhuru Jehova na mfalme wa mbinguni, tunatangaza kutoka siku ya leo ya kwamba kila sauti zote Mungu mwenye uweza ambazo Baba Jehova zimeinuliwa kinyume na maisha yetu Jehova Mungu, tunazifikisha kikomo siku ya leo, tunazinyamazisha na kuzikandamiza kwa kupitia nguvu, uweza na mamlaka katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tunazinyamazisha sauti zote za wachawi, tunanyamazisha sauti zote za washirikina, waabudu wa shetani na sanamu, na sauti zote za wafu Mungu mwenye uweza, tunazikandamiza, tunazishika mateka kwenye anga zetu, tunazishika mateka kwenye anga hii katika jina la Yesu. Kila aina ya minyororo, kila aina ya vifungo, kila aina ya nira zote Baba Mungu mwenye nguvu na mamlaka ambazo zimefunga maisha yetu, ambazo zimefunga Jehova nia zetu, ambazo zimefunga roho zetu na mioyo Baba, tunatangaza kwamba hiyo aina ya minyororo yote Mungu ikaweza kupata kubomoka, ikaweza kupata kuyeyuka katika jina la Yesu. Tunatangaza
tunatangazia hizo maroho ambazo hutokana kwa jamii zetu, mfalme wa mbinguni, ambazo huishi Baba kuandama maisha yetu, Mungu mwenye uweza. Popote tunapoenda, kazi zote Baba tunaanza zifanya Mungu, kwenye hatima zetu, mfalme wa mbinguni, kwenye milango ya baraka zetu, mfalme, katika Baba milango ya ufanisi wetu, tunatangazia hizo maroho ya kwamba sisi hatuna uhusiano nanyi, katika jina la Yesu. Tunawashika mateka siku ya leo, tunawanyamazisha kwa nguvu, kwa uweza pia na mamlaka ya mbinguni, katika jina la Yesu. Tunatangaza ya kwamba Mungu mwenye uweza, pahala palipo na giza Mungu, katika ndani ya maisha yetu, tunakausha giza, tunararua hizo vifuniko, tunaangusha hiyo mabati ya kimapepo, katika jina la Yesu. Tunatangaza hizo vifuniko vyote ambavyo vimefunikisha maisha yetu kutoka kwa jamii tulikozaliwa Mungu, ya kwamba hazina mamlaka kwetu siku ya leo, katika jina la Yesu. Inatangaza wazee wakawachiliwe, inatangaza kina mama wakawachiliwe, inatangaza wanalika wakawachiliwe, inatangaza waombezi, waibaji na wafanyakazi wote katika ndani ya dahali lako Mungu, ya kwamba wakaweza kupata kuachiliwa, katika jina la Yesu. Inatangaza Jehova siku ya leo na muda huu Mungu mwenye uweza, katika ibada hii, ya kwamba Jehova siku ya leo, wale wote ambao ni wagonjwa Mungu, kupitia nguvu na mamlaka ambao Jehova tayari umeshamimina Mungu juu ya maisha yangu, katika jina la Yesu, inawachilia uponyaji kwa wagonjwa, inawachilia uponyaji katika jina la Yesu, ya kwamba Jehova wakaweza kupata uponyaji katika ndani ya afya zao, katika ndani ya hatima zao, katika kazini mwa Mungu mwenye uweza, wakaweza kupata Jehova mfalme wa mbinguni kukombolewa siku hii ya leo, katika jina la Yesu. Kila Baba Mungu mwenye uweza na mamlaka, kila mashimo yote Mungu ambayo yamechimbuliwa kinyume nasi, kila makaburi zote ambazo zimechimbuliwa na makuhani wa giza, Baba tunayazima siku ya leo na tunayafunika kwa moto, kwa nguvu na mamlaka ya mbinguni, katika jina la Yesu. Tunatangaza kuwa ya kwamba Mungu mwenye uweza, kila aina ya mitego, kila aina ya ngome zote za kimapepo ambazo zimeinuliwa kinyume nasi, hazina mamlaka siku ya leo. Angusha hizo ngome ambazo zimezuilia maisha yako, angusha kila ngome zote za giza ambazo zimezuilia moyo wako na mawazo, ambazo zimezuilia maisha yako, ukazidi kuziangusha siku hii ya leo, katika jina la Yesu. Sipa Baba yetu amekupa nguvu, si amekupa uweza, si amekupa pia na hata neema ya kwamba kazidi kujipigania, katika jina la Yesu Kristo. Baba Mungu mwenye nguvu zote pia na uweza, wastahili kuabudiwa, wastahili Baba kutukuzwa na kupewa sifa. Tunatangaza kwamba kila aina ya ngome zote Mungu ambazo zimeinuliwa kinyume na maisha yetu, ya kwamba kutoka siku hii ya leo, hizo ngome za wafu hazina mamlaka, hizo ngome za Jehova mfalme wa mbinguni, za mkuu wa anga wa giza wa kimapepo ambaye ameinuka kinyume nasi Mungu, ambaye anajaribu kuzuia hii sauti Mungu, tunamtangazia moto, tunashika mateka kila anga zote za kuzima ambazo zimeinuka, tunavunja kila madhabahu, kila kafara, kila ngome za giza, kila aina ya minyororo, kila nina zote za kuzimu, mapando shetani yaliyopanda Mungu kwenye madhabahu haya tunang'oa, katika jina la Yesu. Kila adui yote Mungu mwenye uweza amekuwa kizuilia Jehova Mungu vikundi kuongezeka, tunatangaza kwamba siku ya leo Jehova nisi, katika jina la Yesu, ya kwamba Jehova Mungu yeye adui hata zifahuru, katika jina la Yesu. Tunaifunga milango yote ya ibilisi, tunafunga milango ya wachawi, tunafunga milango ya wafu, tunafunga milango yote Mungu mwenye uweza ya demonic necromancers wote ambao wamekuwa kinuka kinyume nasi. Tunatangaza kwamba siku ya leo ya kwamba sisi ni zaidi ya washindi. Kila mipaka kuta na marango ambayo imeinuliwa kinyume nasi Mungu, kila aina ya vifuniko, kila Baba Mungu mwenye uweza na mamlaka, limitations zote ambazo tumewekewa Baba, tunatangaza kwamba siku ya leo hazina nguvu Baba na hazina mamlaka, katika jina la Yesu. Tunafungulisha afya zetu, tunafungulisha milango yetu ya ufanisi, tunafungulisha milango ya baraka zetu, tunafungulisha milango ya hatima, tunafungulisha milango ya kila familia Mungu mwenye uweza ambao Jehova umeidumisha katika ndani ya madhabahu, katika jina la Yesu, ya kwamba milango yetu Mungu ikaweza kupata kuachiliwa, ikaweza kupata kubarikiwa, katika jina la Yesu. Tunakataa kutapikwa na anga, tunakataa kutapikwa na maji na mchanga Mungu, katika jina la Yesu. Tunadedicate pia na hata mji wetu mikononi mwako Jehova asubuhi ya leo, katika jina la Yesu, tukitangaza Mungu mwenye uweza ya kwamba huu ni mji wako Mungu, anga ya mji huu ni yako Jehova, mchanga pia na maji na wakazi wote, mipaka kuta na marango, junction za mji wetu Mungu, tuziweka wakfu mikononi mwako, tunaziadhimisha zote Mungu mwenye uweza ya kwamba jemedari muweza wa yote, ukazidi kutawala na kutamalaki, ukaweza kuchukua Jehova
Jehova Mungu Baba ushukani katika ndani ya mji huu katika jina la Yesu. Kila aina ya dhambi zote tumetenda Jehova, tunatubu mbele zako siku ya leo kwa niaba ya mji wetu katika jina la Yesu. Tunatubu dhambi za uabudu wa miungu mingine, dhambi za kuinua madhabahu na kafara na misingi na maagano maovu Mungu. Bara Jehova tumefanya mauaji, tunatubu mbele zako Mungu mwenye uweza. Tunatubu kwa niaba ya familia zote, tunatubu kwa niaba Jehova Mungu ya wafanya biashara katika ndani ya mji katika jina la Yesu. Baba tunatangaza damu ya Yesu iliyo na nguvu pia na uweza na mamlaka, ikaweza kuosha mji wetu, ikaweza kutakasa kila sehemu, ikaweza kuosha kila mipaka, ikatakase malango ya mji. Tunanyamazisha kila anga za giza ambazo zimezuilia wokovu katika ndani ya mji. Tunafungulisha Baba mateka wote ambao wamefungwa katika Jehova jera za pombe na utumiaji wa madawa za kulevya na mihadarati. Baba tunawafungulisha siku ya leo. Tunafungulisha wale wote Mungu ambao wamefungwa katika jera za usinzi katika jina la Yesu, wakaweza kupata kufunguliwa, wakaweza kuachiliwa. Wazee wamama wakawachiliwe, wanalika wakawachiliwe, biashara za watu wako Mungu zikaweza kupata kuachiliwa. Tunafungulisha watumishi wako, tunafungulisha waumini wote katika jina la Yesu ya kwamba mji Mungu mwenye uweza hautazalisha mapooza tena. Tunatangaza nuru katika ndani ya mji huu, tunatangaza ukombozi, tunatangaza uweza, tunatangaza baraka katika ndani ya mji wetu katika jina la Yesu. Tunatangaza kwamba sauti zetu hazitazuiliwa na maadui Mungu, hazitazuiliwa Jehova Mungu mwenye uweza. Baraka zote ambazo zimezuiliwa katika ndani ya maisha yetu tunazidi kuzifungulisha katika jina la Yesu, na tunatangaza kwamba kila maadui wote Mungu ambao wamekuwa kinyume nasi hawatafaulu siku ya leo katika jina la Yesu. Hawatatuzuilia, hawatatupinga, hawatawezana nasi Mungu mwenye uweza. Pigana kila vita zote Mungu za milangoni yetu, mfalme wa mbinguni, kwenye milango ya baraka kwa tupiganie, kwenye milango ya ufanisi, kwenye milango ya hatima zetu, kwenye milango ya huduma hii na madhabahu, ukazidi kutupigania Mungu mwenye uweza katika jina la Yesu. Tunamwombea mtumishi wako amani, tunamwombea Mungu wako Jehova Mungu wa Israeli, amani yako, nguvu na ulinzi, baraka zako za kibingu zikazidi Baba kumiminika katika ndani ya maisha yake na jamii yao katika jina la Yesu. Si wema wako na fadhili zako Mungu zikazidi Baba kumfikia Jehova asubuhi jema katika jina la Yesu. Baraka zako zitokanazo mbinguni Baba zikazidi kummiminikia Jehova, ukazidi kumjaza kwa nguvu mpya, ukazidi kuwalinda kwa pamoja Jehova Mungu katika jina la Yesu Kristo. Funika maisha yako asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Funika maisha yako kwa damu ya Yesu. Tangaza damu ya Yesu ikafunike milango yako, ikafunike afya yako, ikafunike jamii yako na watu wenu. Funika pia madhabahu yetu, funika vikundi vyote. Tangaza tu damu ya Yesu ikaweza kumiminika katika ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu. Jemedari Mungu mwenye nguvu na mamlaka, inaiwachilia damu ya Yesu ikaweza kuwafunika wazee hawa, ikawafunika kina mama Mungu, wanalika pia na watoto, waombezi na waibaji, watendakazi wote na department zote, inazifunika kwa damu ya Yesu. Inatangaza pia damu ya Yesu ikafunike mji huu katika jina la Yesu. Tunaalika malaika wa mbinguni wakaweza kuweka doria katika milango ya mji wetu na maisha yetu katika jina la Yesu. Baba tuonekanie, Baba zidi kutubariki, zidi kutuelekeza mfano wa mbinguni na kutujaza kwa hekima na maarifa ya mbinguni katika jina la Yesu. Roho wako mfalme wa rehema akazidi kutawala daima katika ndani ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Uinuliwe Baba na utukuzwe Mungu mwenye uweza kwa sababu ya kutusikiza mfalme na kuachilia Jehova mfalme wa mbinguni jawabu la maombezi letu katika jina la Yesu. Zidi Baba kutuongoza, zidi kutupa hekima na elimu ya kibingu katika jina la Yesu. Asante kwa uweza, asante Baba kwa neema, asante kwa mamlaka yako Mungu. Asante Baba manake Mungu mwenye uweza, wewe ni msaada wetu, hakika wewe ni ngome yetu, wewe ndiye dipahara petu pa usalama, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba haya yote kwa kuamini na hata kumwamini Yesu Kristo. Amen. Tunazidi kuomba ya kwamba Mungu wetu akazidi kutuongoza, akazidi kutuelekeza. Tunapoingia katika hali ya sifa, ni vyema ukatoe mwili wako. Bwana atukuzwe. Bwana apewe sifa. Toa mwili wako. Jua ya kwamba tumeingia hapa kwa sababu ya kumtukuza Mungu. Tumeingia hapa kwa sababu ya kumuinua Mungu. Kwa hivyo tutaingia direct kwa sifa. Bwana atukuzwe. Kwa sababu ya muda tuingia katika sifa, tumsifu Mungu ili ya kwamba tukaweza kupata kubarikiwa. Karibu sana. Tushangilie Bwana kwa makofi. Shangilia Bwana kwa makofi. Haleluya. Tumuinue Bwana, tumshangilie kwa furaha katika jina la
wewe Bwana ningekuwaje mimi? Kama si 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 wewe Bwana ningekuwaje mimi? Tunakusifu Mungu wetu, tunakusifu wewe ni mwema. Tunakusifu Mungu wetu, tunakusifu wewe ni mwema. Tunakusifu Mungu wetu, tunakusifu wewe ni mwema. Mungu wetu tunakusifu wewe ni mwema. Tunakusifu Mungu wetu, tunakusifu wewe ni mwema. Tunakusifu Mungu wetu, tunakusifu wewe ni mwema. Tunakuinua Mungu wetu, tunakuinua wewe ni mwema. Tunakusifu Mungu wetu, tunakusifu wewe ni mwema. Tunakuinua Mungu wetu, tunakuinua wewe ni mwema. Tunakusifu Mungu wetu, tunakusifu wewe ni mwema. 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 Mungu wetu, tunakusifu wewe ni mwema. Tunakusifu Mungu wetu tunakusifu wewe ni mwema. Tunakuinua Mungu wetu, tunakuinua wewe ni mwema. Tunakusifu Mungu wetu tunakusifu wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa 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 wewe ni mwema. Tunakusifu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Tunashangilia kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Pokea sifa kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu 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 kwa kuwa wewe ni mwema. Tunakuinua kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Wega ine tondo wega. Wega ine tondo wega. Wega ine tondo wega.
Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Tunashangilia kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Tunakuinua kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Pokea sifa kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Asante Yesu kwa kuwa wewe ni mwema. Sitaliacha neno la Bwana, liacha neno la sitaliacha neno la Bwana. 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 Sitaliacha injili ya Bwana. Sitaliacha neno la Bwana. Sitaliacha neno la Bwana. Sitaliacha neno la Bwana. Sitaliacha kazi ya Bwana. Sitaliacha neno la Bwana. Sitaliacha neno la Bwana. Sitaliacha neno la Bwana. Sitaliacha injili ya Bwana. Sitaliacha neno la Bwana. Gai wako. Gai wako wewe magegania. Gai wako, gai wako. Gai wako wewe magegania. Weke hoti gai. Weke hoti wewe magegania. Weke hoti, weke hoti. Weke hoti wewe magegania. Orogero wewe magegania. Orogero, orogero. Orogero wewe magegania. Twagotea wewe magegania. Twagotea, twagotea. Twagotea wewe magegania. Weke hoti wewe magegania. Weke hoti, weke hoti. Weke hoti wewe magegania. Kaiwa matine ne wabaraletio. Ne wabaraletio, ne wabaraletio. Kaiwa matine ne wabaraletio. Ne wabaraletio, ne wabaraletio. Kaiwa matine ne wabaraletio. Ne wabaraletio, ne wabaraletio. Wanene wakune wabaraletio. Ne wabaraletio, ne wabaraletio. Kaiwa matine ne 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 wabaraletio. Ne wabaraletio.
Niwabararetio, niwabararetio, niwabararetio. Kaiwa matine, niwabararete, niwabararete, niwabararete. Kaiwa matine, niwabararetio, niwabararetio, niwabararetio. Munene yatoiga, niwabararete, niwabararete, niwabararete. Kaiwa matine, niwabararetio, niwabararetio, niwabararetio. Niwaonene waku, niwabararetio, niwabararetio, niwabararetio. Kaiwa matine, 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 niwabararetio, niwabararetio, niwabararetio. Asanteni sana, tunaweza kupata viketi vyetu. Mungu aweze kuwabariki, Mungu azidi kuwatenda mema. Mungu awatende mema na wabariki, awazidishie kwa sababu ya kuweza kukubali mwito wa Mungu, kwa sababu ndiye Mungu ametuita mahali hapa, si mipangilio yake binadamu, bali tujue ya kwamba ni mwito wa Mungu. Na kwa sababu hakika umeweza kukubali mwito wake siku ya leo, jua ya kwamba baraka zake Mwenyezi Mungu zitazidi kuwa juu ya maisha yako. Neema pia yake Mwenyezi Mungu itazidi kuwa juu ya maisha yako. Bwana apewe sifa. Ninawakaribisha tena katika ibada hii ya pili, ili ya kwamba tukazidi kutafuta uso wake Mwenyezi Mungu. Manake yeye ni mwaminifu. Anasema ya kwamba yeyote amtafutaye kwa juhudi, hakika bila shaka ataweza kumpata. Bwana atukuzwe. Na ataweza kuzawadiwa ama kuweza kupewa thawabu. Na thawabu ya Mungu kama tulivyonena asubuhi, kama vile Mungu alivyoweza kutusaidia kunena, sio sisi tulinena, ni kwa ya kwamba thawabu ya Mungu ama zawadi ya Mungu ama baraka zitokanazo kwake Mwenyezi Mungu zinadumu milele na milele katika ndani ya ukoo wako. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo ni vyema kumtafuta Mungu wakati ambapo anapopatikana, kwa sababu si nyakati zote ambazo Mungu wetu hupatikana. Bwana apewe sifa. Na kwa sababu muda kama huu Mungu anapatikana, ni vyema ukaweza kumtafuta katika sifa, kamtafute katika shirika, kamtafute katika hali ya ukarimu wako, na hakika Mungu bila shaka ataweza kupatikana. Kwa hivyo siku ya leo ningependa tukaweza kuingia katika neno la Bwana, na ninajua kwa hakika Mungu atazidi kukunenea. Usiisikie sauti yangu, bali ukaisikie neno litokanalo kwa Mungu. Sisi ni vyombo tu tunafanya kazi, lakini sauti ya Mungu itaweza kukufikia kulingana na kiwango chako. Bwana apewe sifa. Mungu ni mwaminifu. Anapoandaa meza anajua ya kwamba hakika waraji wapo, na hakika kwa sababu imeshapatikana, najua hakika Mungu ataweza kukugawia kilicho chako. Siku ya leo ningependa tukajiulize jambo moja. Kuna mambo mengi ambayo sisi kama Wakristo huwa tunayapitia. Kunazo nyakati nyingi ama kuna zile seasons ambazo huwa tunazipitia. Kuna wakati wa kiangazi, kuna wakati wa mvua. Kuna wakati ambapo mtoto huzaliwa. Kuna wakati ambapo unapata ya kwamba wewe umepanda na kisha unatarajia kwamba siku moja katikati ya zile siku ambazo zimeandaliwa wewe utaweza kupata kuvuna kulingana na kile ulichoweza kuvuna. Ninaponena hivi, ninawaza katika ndani ya mawazo yangu na kuona ya kwamba kuna maswali mengi ambayo yamekuwa kiimbuka katika ndani ya maisha yetu. Sisi kama watoto wa ufalme, sisi kama warithi wa ufalme wa mbinguni, unapata kuona ya kwamba wengi wameishi katika hali ya kulalamika. Wengi wameishi katika hali ya kufa moyo. Wengi wanaona kana kwamba Mungu wetu si mwaminifu. Ni kwa sababu ya zile hali ngumu ambazo wanazozipitia. Ni kwa sababu ya wale tena labda maadui wanaowainukia.
Wengi wameishi katika hali ya kumuita Mungu Baba, ya kwamba akaja akawasaidia katika hali zile ngumu ambazo wanazipitia. Yesu Kristo akaweza kufungua mlango ya kwamba sasa tunaweza kujipeleka mbele za Mungu bila kuzuiliwa kwa urahisi. Wakati ambapo Yesu Kristo hakuwa ameingia katika ulimwenguni huu, kulikuwa na kizuizi ambacho kilikuwa kimezuilia upenyo wako katikati yako na Mungu mwenyewe. Ilikubidi wewe kama Mkristo ama muumini ukaweza kuwa ya kwamba kuna kuhani mbele yako atakayeweza kuenenda mbele za Mungu kwa niaba yako. Bwana pewe sifa. Lakini siku ya leo, baada ya Yesu Kristo kuja ulimwenguni huu, ambaye niye neema, ambaye ndiye nuru yetu, yeye aliyekuja kwa sababu ya maisha yetu, ili akaweza kurejesha uhusiano wetu na yeye Mwenyezi Mungu, akaufungua tena mlango wa kuweza kujipeleka mbele za Mungu pasipo na kuzuiliwa. Bwana atukuzwe. Ya kwamba sisi sasa siku ya leo tunaweza kuenenda mbele za Mungu. Sasa ninayo topic siku ya leo. Watu wengi wanayo maswali ndani ya mawazo yao. Wengine hata ifika kiwango hata cha kunena kupitia vinywa vyao kwa marafiki zao. Wengine wameishi katika hali ya masumbuko na mahangaiko katika ndani ya mioyo yao, na kuwa na tena na uzito, wakijiuliza, mbona mimi huwa ninapitia haya? Mbona nikana kwamba Mungu wangu hayupo? Nikana kwamba hanioni? Nikana kwamba haoni zile shinda ambazo nazipitia? Lakini nakuhakikishia siku ya leo ya kwamba Mungu yupo, na Mungu ni mwaminifu, na Mungu hupatikana, na Mungu hubariki na kuinua. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo siku ya leo niko na topic ambayo inasema kwamba God, when will you come to me? God, when will you come to me? Bwana atukuzwe. Watu wamekuwa kijiuliza maswali haya. Ni hadi lini Mungu utakapokuja kwangu? Utakuja kwangu lini? Tangia siku nilipookoka, Mungu nimekuwa nikikuita. Katika hali zote ngumu nimekuwa nikizipitia. Katika hali zangu zote za biashara yangu, katika hali zote ngumu za familia yangu, Mungu nimekuwa nikikulilia usiku na mchana. Nimekuwa nikijitahidi kuweza kuhudhuria ibada. Nimekuwa nikijitahidi kupeana labda mali yangu. Nimekuwa nikijitahidi hata labda kutoa tena mwili wangu ukaweza kuwa kama dhabihu ya kuteketezwa wakati ambapo ninakufanyia kazi yako. Ila Mungu, wewe bado hujaingia kwangu nyumbani. Ni hadi lini nitakapoweza kukawia? Yaani inafika kiwango cha kuona kana kwamba umekawia zaidi. Bwana pewe sifa. Ni kana kwamba huna nguvu za kuendelea kuzidi kuweza kumgoja Bwana. Bwana pewe sifa. Yeye Daudi anasema kwamba nilimgoja Bwana kwa uvumilivu. Ya kwamba mimi Bwana wangu aliyemuumba wa mbingu na dunia, nilimgoja kwa uvumilivu mkubwa. Kwa sababu tumaini lake Daudi alijua ya kwamba pasipokuwa na msaada mwingine, sina msaada mwingine, sina yeyote wala chochote chaweza kunisaidia ama kunikomboa kutokana na shida ambazo ninazozipitia, ila tu Mungu mwenyewe aliye Mungu wa majeshi ya Israeli. Yeye ndiye anaweza kunikomboa mikononi mwa wandeni wangu. Bwana atukuzwe. Mikononi mwa maadui wangu, katikati ya shida zote ambazo nazipitia. Kwa hivyo wakati ambapo Daudi alipokuwa na mgoja Bwana, alikuwa katika hali ngumu, alikuwa katika hali ya masumbuko, katika ndani ya moyo wake, katika ndani ya roho yake, tena katika mawazo alikuwa nawaza na kuwazua na kujiuliza maswali kama haya tunajiuliza siku ya leo, ya kwamba ni hadi lini Mungu nitakapogoja? Utakuja lini kwangu? Bwana apewe sifa. Lakini siku ya leo tunapata jawabu ya kwamba kunazo sababu ambazo huzuilia Mungu kuja kutembea kwako. Kuna zile vikwazo ambazo zimewekwa, na si mwingine ameziweka ila tu ni wewe mwenyewe. Wewe ambaye ni mtoto wa Mungu, wewe ambaye ni mrithi wa ufalme, wewe ambaye Baba ameweza kukukomboa na ukaweza kuumbika na kuweza kuhesabika miongoni mwa waumini ama warithi wa ufalme wa mbinguni. Mungu anapotutazama anasema kwamba yeye ana uwezo wa kutazama na kupeleleza mawazo na mioyo ya binadamu,
na anaweza kujua kusudi ama malengo yako ama kile ambacho umekusudia kutenda. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo ni vyema kujua siku ya leo kunazo sababu nyingi ambazo huzuilia wewe Mungu kutembea kwako. Kunazo sababu nyingi ambazo huzuilia Mungu Baba kuweza kuachilia jawabu la maombezi yako. Na sababu hizo ndizo tutakazoweza kuziona kwa muda ambao Mungu ataweza kutuzawadia. Tunaweza kuingia katika kitabu cha Zaburi 101. Psalms 101. Psalms 101. Hapo ndipo jawabu letu liko siku ya leo. Ya kwamba Mungu, ni hadi lini nitakapoweza kugoja tena? Nitangoja hadi lini? Nimesubiri kwa muda. Ninasubuka bado. Nimekuwa nikiomba kweli. Nimekuwa nikifanya biashara. Nimekuwa nikiombea hii familia yangu. Nimekuwa nikisubuka kwa sababu ya hii na hii. Mungu, ni hadi lini? Utakuja lini? Ni nini hiki ambacho huwa kinazuilia Mungu kuja kutembea kwako? Bwana apewe sifa. Kwa hivyo tunaweza kupata jawabu siku ya leo, na ninajua Mungu, hakika Mungu atazidi kukupa jawabu, na utaishi kuwa ya kwamba wewe hautaishi kuwa mtu wa kunungunika ama kulalamika tena mbele za Mungu, ila utakuwa mtu wa kumshukuru na kumuinua Mungu wetu, kwa sababu tayari utaweza kupata hekima na maarifa ya kibingu. Kwa sababu Mungu anasema kwamba watu wangu huangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Yaani unakosa maarifa ama hekima ya kujua ya kwamba ni sababu hii ama sababu ile nyingine ambayo huzuilia Mungu wangu kuja kunitembelea ama kuja kuniondolea shida hizi ambazo ninazozipitia. Kwa hivyo tunaweza kusoma mstari wake ni wa kwanza. Inasema hivi: ati nego inarwimbo rukonie wihokeku na kihoto. Nego ina rwimbo rukonie wihokeku na kihoto. We Mwathani niwe ngoinira rwimbo ruu. Ya kwamba mzaburi anasema ya kwamba ataweza kuimba wimbo unaohusiana na uaminifu na haki zake Mwenyezi Mungu. Na hizi sifa zote anazielekeza kwake Bwana wa mabwana, aliye Mungu muumba wa mbingu na dunia hii. Ya kwamba yeye ndiye pekee anayestahili sifa, anayestahili kuabudiwa, anayestahili kutukuzwa daima. Yeye ndiye tu pekee Mungu katikati ya miungu yote. Kwa hivyo yeye kama mwandishi wa Zaburi hii aliweza kutambua ya kwamba wakati ambapo unataka kudhihirisha kwamba unamtambua Mungu, weza kumpa sifa zako. Na ndipo unaposikiza tunapoanzilisha katika hali yetu ya maombezi, tunawaelekeza kwamba uweza kumsifu Bwana, uweza kumshukuru. Kwa sababu gani? Hiyo ni aina moja ya funguo za kiroho. Usipoweza kuingia katika malango ya Bwana kwa sifa, hakika huwezi kupata baraka. Hauwezi kupata nafasi ama kuweza kufunguliwa malango ya kuweza kuingia nyumba lake Mwenyezi Mungu. Bwana atukuzwe. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo ni vyema kuweza kupata sifa kuzikitoka katika ndani ya moyo wako, si katika hali tu na kinywa chako. Zitoke katika kilindi cha moyo wako, zikaweza kumfikia Mungu wetu. Bwana apewe sifa. Ya kwamba ukaweza kumshukuru Bwana, ya kwamba ukaweza kumuimbia wimbo wa kumshukuru na kumsifu na kumuinua, ukitambua ya kwamba hakika Mungu, kama sio kwa nguvu zako singelikuweko siku ya leo. Kama sio kwa uweza wako mfalme wa mbinguni, singeliweza kupatikana. Manake tena wengi maadui waliinuka wakiwa na kusudi na lengo la kuzima maisha yangu, wakijaribu jinsi nitakavyoweza kufilisika, wakijaribu jinsi nitakavyoweza kuzimwa katika safari hii ya wokovu. Lakini kwa uweza na nguvu zako na mamlaka na mkono wako ambao ni hodari, hakika Mungu nimeweza kupatikana. Na ndiposa ninazo sababu zote za kuweza kuinua sifa zangu kwako, kukuinua, kukuabudu na kulitukuza jina lako. Tunatambua ya kwamba sifa zetu zote tunastahili kuwa ya kwamba tunazipatiana kwake Mwenyezi Mungu pekee, si kwa mtu yeyote yule. Hata kana kwamba ndugu yako alitumika kukuinua, si yeye alikuinua, bali Mungu aliweza kumpatia mali yale. Alikupatia ile mali yake, akampatia ili akaweza kukuinua. Mungu labda aliweza kutumia hata tena rafiki yako, akampa labda ushauri, akaja akakupatia ule ushauri ya kwamba ile njia unayostahili kuipitia ni njia labda ya ufanisi, ni njia labda hata ya masomo, amba mahali ambapo ulikuwa umefungikana katika ndani ya maisha yako, mtu fulani labda akatumiwa na Mungu. Kwa
Kwa hivyo sifa zenyewe hazistahili kuwa ya kwamba unazirejesha kwa rafiki yako ama kwa ndugu zako ama labda kwa familia yenu, bali sifa zako unastahili kuwa ya kwamba unazipatiana mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Na hakika Mungu akiona ya kwamba chombo changu kinanisifu na kutambua ya kwamba mimi ndiye nimetenda, Mungu anaanza kukufungulia milango mingine tena mikuu ya baraka. Bwana atukuzwe. Inasema hivi katika sehemu ya pili ya kwamba nderithiaga na mithiire itari na ucuke, ndithiaga na mithiire itari na ucuke, ugoka hari niĩ rĩ. Tumesema kwamba tunajiuliza swali siku ya leo, Mungu utakuja kwangu lini? Kuna sababu ambazo huwa zinazuilia Mungu kuja kwako, na haya ndio majibu ambayo tunapatiwa siku ya leo, ya kwamba kuna mambo unaweza kuwa kwamba ukiyatenda yanazuilia Mungu kuja kwako. Na anasema kwamba mzaburi anasema ya kwamba mimi kama mwandishi ya kwamba nitaenenda katika njia ambazo hazina mambo yanaweza kushukiwa, maovu ambayo labda nimeyatenda. Na wakati ambapo ninatembea katika zile njia takatifu, hakika Mungu ataja kwako. Ukizipitia katika njia ambazo ni nyoofu za wokovu, lazima Mungu ataja kwako. Lakini ukitazama siku ya leo, sisi kama Wakristo unapata kuona ya kwamba sisi kwa kweli tumeokoka. Tumekiri ya kwamba Yesu ni Bwana, amekuwa mwokozi wa maisha yetu. Lakini tukitazama jinsi tunavyoishi, tukitazama njia zetu za wokovu, tukitazama jinsi tunavyoishi na wengine, unaona ya kwamba njia hizi hazimpendezi Mungu. Na ndiposa unapata kuwa ya kwamba wengi wamekuwa waombezi, wengi wamekuwa kimsifu Mungu, wengi wamekuwa yaani wakijitahidi tu. Lakini ukitazama mienendo yao, hiyo ndio inakuwa kama kikwazo cha kuzuilia Mungu kuwatembelea. Yaani unaishi kuwa ya kwamba tu unamuomba Mungu, unajitahidi, unaweza kuweka jitihada katika kazini mwako, yaani vile utakavyoweza kuona ya kwamba kazi yako imeinuka. Lakini Mungu anaona, anakutazama, anaona vile unavyotembea, mienendo yako hainiridhishi. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ambapo inayofanya mimi kutotembea katika kazi ya mikono yako. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo mienendo yetu pia inaweza kumzuilia Mungu wetu kuja kututembelea, kuja kuinua kazi zetu, kuja kuinua familia zetu, kuja kuinua madhabahu kama haya. Jua ya kwamba sisi ni watoto wa madhabahu haya. Hapa hakuna mkubwa kuliko mwingine. Sisi ni watoto wa ufalme wa Mungu. Kama umefanyika chombo cha kazi, usijione kuwa mkubwa. Sisi ni wafanya kazi. Wewe umesimama katika pengo lako, mwingine amesimama katika pengo lake. Sisi tumepewa vipawa na karama tofauti. Lakini Mungu tunapomuita kama madhabahu, kama warithi, kama watoto wa huduma hii, anatutazama, anaona mienendo yetu, anatazama jinsi tunavyotembea. Msaada wetu tunautoa wapi? Bwana atukuzwe. Tunapo tangamana na wengine, ni vipi tunavyofanya kazi zetu? Kwa hivyo ni vizuri tuweze kutazama na kuweza kuangazia vizuri mienendo yetu, ili isiwe kama kikwazo cha kumzuilia Mwenyezi Mungu kuja kutembelea maisha yetu. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo mienendo yetu, vile tunavyotembea, vile tunavyoishi, inaweza kuwa ni sababu kubwa ya kumzuilia Mwenyezi Mungu kuja kutembelea kwetu, kukutembelea wewe kama binafsi, kututembelea sisi kama familia, kututembelea sisi kama madhabahu ama huduma. Na ndipo unaposikia wakati mwingine ujumbe unawachiliwa, mbona mmewachilia kazi yangu? Mbona mnaenda kutafuta misaada kwingine? Mbona mnalalamika? Mbona yani maswali Mungu anauliza kupitia ujumbe anaonuachilia. Lakini kwetu sisi tunaona tu ni kama tu kawaida. Bali Mungu anatutazama na anataka ya kwamba sisi tukaweza kuzinyoosha njia zetu, tukaweza kuondoa maovu yote ambayo tunayatenda katika ndani ya maisha yetu, ili ya kwamba Mungu akaweza kupata nafasi ya kuja kututembelea na kuweza kuleta baraka kwetu katika ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo Mungu tunatarajia kwamba atazidi kuja kwetu wakati ambapo tutaweza kubadilisha mienendo yetu, wakati ambapo sisi tutaweza kubadilisha njia zetu
njia ambazo tunazipitia ambazo hazipendezi Mwenyezi Mungu, tukaweza kuzibadilisha, ya kwamba tukazienende katika zile njia ambazo zinafaa mbele zake Mwenyezi Mungu, na hakika bila shaka baraka zake Mwenyezi Mungu zitaweza kutufikia. Sehemu ya pili inasema hivi katika hiyo section 2 inasema hivi, ndereikaraga gwakwa muciĩ na mĩikarĩre mĩkinyanĩru. Hapo ndipo kuna kizungumkuti kikubwa. Kama unatamani ya kwamba Mungu akatembee katika boma lako, kama unatamani Mungu akatembee katika familia yako, ni vyema ukaweza kujitazama vyema vizuri ya kwamba vile unavyoishi katika ndani ya familia yako, kwa kweli unamuomba Mungu ya kwamba Mungu akumbuke watoto wangu, ya kwamba Mungu kumbuka hali hii ngumu ambayo ninaipitia katika hii familia ambayo uliweza kuniaminia, kwa sababu familia si yako, ni ya Mungu, alikuaminia. Bwana atukuzwe. Ya kwamba ukawaongoze, ukawapatie mahitaji wanayoyahitaji. Lakini Mungu anapotazama, wakati ambapo umeinua sauti yako na kumuita na kumwalika katika nyumba lako ama katika familia yako, Mungu akitazama mienendo yako, vile unavyoishi na familia yako, Bwana atukuzwe, vile ambavyo unawatreat hiyo familia yako, Mungu anaona ya kwamba atakana kwamba unaniomba, kwako siwezi kutembea. Bwana atukuzwe. Kwa sababu gani? Kuna mambo ambayo unayatenda katika hiyo familia yako, labda kwa watoto wako, labda maybe kwa bwana wako ama mke wako, anatazama na kuona ya kwamba matendo ambayo unayoyatenda wewe kama bwana, wewe kama bibi, nyinyi kama watoto wa familia hii, haiwezi kunifanya mimi kuja kutembea katika hiyo familia. Na ndiposa unapata kuona ya kwamba shida nyingi haziwezi kutatuliwa, bado shida zinazidi kukita na mizizi. Bwana atukuzwe. Kwa sababu gani? Kuna matendo ambayo tunayatenda katika wetu akaweza kutembea katika ndani ya familia zetu. Unajua kuna faida kubwa ambapo Mungu anapotembea katika ndani ya familia yako. Jua ya kwamba Mungu si kama binadamu. Anapotembea katika ndani ya familia yako, kama kulikuwa na vifungo, kama kulikuwa na magonjwa, kama kulikuwa labda umeinukiwa na maadui, jua ya kwamba Mungu anajua kupigana vita. Shida zote ambazo umekuwa ukizipitia katika ndani ya familia yako, ambayo Mungu amekuaminia, hizo shida zote Mungu atakapoweza kutembea, hakika Mungu ataweza kuzitatua, ataweza kuzimaliza, ataweza kuzifikisha kikomo. Bwana atukuzwe. Kwa sababu yeye anaitwa Bwana wa mabwana, ana nguvu, ana uweza, ana mamlaka yote. Hakuna jambo ngumu mbele za Mungu. Hakuna yeyote, hakuna chochote wala lolote laweza kumzuilia Mungu kufanya kazi yake. Kwa hivyo kile tunachohitajika kukifanya siku ya leo ni kuweza kutazama jinsi tunavyoishi katika familia zetu, mienendo yetu, vile tunavyotangamana na wengine katika familia, ili ikaweza kuweza kufanya Mungu akaweza kutembea katika ndani ya familia zile, akaweza kutatua shida zetu, akaweza kuleta wokovu, akaweza kuondoa na hata vifo na magonjwa. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo ni katika hali ya matendo yetu ambayo huzuilia Mungu Mwenyezi aliye na nguvu kuja kutembea katika ndani ya familia zetu, kwa sababu ya vile tunavyoishi na familia zetu. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo mzaburi anatuarifu ya kwamba siku ya leo tukaweza kuishi vizuri na familia zetu, ili ya kwamba Mungu akaweza kupata nafasi ya kuweza kutembea kwetu na hata kuweza kupata kutuinua. Sehemu ya tatu inasema hivi: na nidirega na undu o wothe moru mithiire ni thuire ciiko cia aria matirikaga Ngai, nindirireganaga na ngwataniro yao. Bwana atukuzwe. Mungu anasema ya kwamba lazima matendo yako, lazima maovu yote ambayo unayatenda uweze kuyaondoa. Unajua ya kwamba unaweza kuwa na marafiki wengi, lakini marafiki ambao umeweza kushikamana nao
waweze kukupotosha katika njia zake Mwenyezi Mungu. Wanaweza kuzuilia uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Ukiweza kumtazama mtu kama Ibrahimu, wakati ambapo Mungu aliweza kumnenea, akamweleza, wewe Ibrahimu, wewe nimekuchagua, ya kwamba ukaweza kuwa chombo changu cha kazi, ya kwamba wewe ukaweza kuwa mtumishi wangu. Wewe Ibrahimu ndiye nitakayeweza kukutumia, ya kwamba ukaenenda kuwakomboa wana wangu wa Israeli kutoka nchi ya utumwa. Lakini Mungu alimwelezea haya, akamwambia, toka katika hiyo familia yenu, toka katika misingi ya familia yenu, toka katika matendo ya familia zenu, ukaja nikakuelekeza katika nchi ambayo nitakayoweza kukuonyesha, wakati ambapo nitaweza kukubariki na kukupanua. Wakati ambapo Ibrahimu aliweza kuelekezwa naye Mwenyezi Mungu, wakati ambapo alikuwa anatoka kwao, hakutoka peke yake. Kwa hivyo aliweza kumbeba Lot. Na wakati ambapo Mungu alitazama na kuona ya kwamba Ibrahimu ameweza kumbeba Lot ambaye alikuwa nisi wake, Mungu hakuweza kunena na Ibrahimu tena, kwa sababu hakueleza ya kwamba akatoke na mtu yeyote. Aliambiwa ya kwamba akatoke pekee. Pia na hata familia yake hakuwa anastahili kuibeba, lakini alielezwa ya kwamba toka, ya kwamba akatoke akaonyeshwe pahali ambapo Mungu anataka kumbarikia. Bwana tukuzwe. Yawezekana kwamba siku ya leo unaye rafiki. Sitaki kusema kwamba rafiki ni mbaya, lakini ni vizuri kutazama marafiki wako, kwa sababu neno la Mungu linasema that a righteous man is a very cautious man. You should be cautious in friendship. Ya kwamba unapochagua marafiki zako lazima ukuwe mwangalifu. Unapochagua marafiki, unapojaribu kuleta marafiki karibu na wewe, labda marafiki wengine unawatazama tu kwa macho ya mwili, unaona kwamba ni marafiki wazuri, lakini matendo yao yanaweza kuzuilia Mungu kutembea kwako, yanaweza kuzuilia baraka za Mungu kufika kwako, kwa sababu labda vile wanavyofanya, labda hawamtukuzi Mungu wa mbinguni. Ibada zao, sadaka zao, dhabihu zote wanazozitoa, labda kuna mahali ambapo huwa wanaenda kutoa dhabihu zao. Na sasa hiyo inaweza kuwa sababu kubwa ya Mungu kutotembea katika ndani ya maisha yako. Kwa hivyo ni vizuri siku ya leo kuweza kujua ya kwamba tena marafiki, na si marafiki wote, bali marafiki ambao hawafai, ama marafiki ambao hawamtukuzi Mungu wa kweli, wanaweza kuwa sababu kubwa ya Mungu kutotembea katika ndani ya maisha yako. Bwana tukuzwe. Ni wega kwirolaga hindi ria urathura arataku. Uko yodi atiri imurata uyu ndarehire muturire-ini wakwa ri ni faida iriku andehagira, ni undu uriku mwega ingiuga ati ni hetete ku benefit naguo kuma hindi ndagire na murata uyu, kwa sababu inaweza kuwa ya kwamba rafiki huyu labda hata tena kunazo anga ambazo labda ameziinua, na sababu zile anga zinafanya kazi katika labda ufalme wa giza, zinafunga anga zako, zinazuilia uhusiano wako na Mwenyezi Mungu. Na ndipo unapata kuona ya kwamba Ibrahimu Mungu alimnyamazia, lakini dhidi tu Mungu aliweza kuwatenganisha baada ya vita kushuka, baada ya kuanza kugombana hali na utajiri. Mungu akaweza kumwambia kwamba, akaweza kumwelekeza Ibrahimu ya kwamba akamweleze huyu Lot, kwa sababu tena amekuwa mkubwa, ya kwamba akaweza kujichagulia mahali ambapo panamridhisha, mahali ambapo palikuwa panamfurahisha. Wakati ambapo waliweza kutengana, hapo ndipo Mungu alianza kumnenea Ibrahimu. Ni vizuri kujua siku ya leo ya kwamba tena rafiki ambaye hafai mbele za Mungu aweza kuwa kizuizi ama mlango wa kuzuilia Mungu kutembea kwako. Wewe ni mzuri, lakini rafiki aweza kuwa sababu ama kizuizi cha Mungu kutembea katika familia yako ama katika ndani ya maisha yako. Tusome katika sehemu ya 5, inasema hivi: Nedere ninaga mundu o wothe uria ucambagia mundu uria ungi na hitho. Ya kwamba unastahili, kama unataka Mungu atembee katika ndani ya maisha yako, ni vyema ukaweza kunyamazisha maadui wote. Si lazima, simaanisha kwamba ukaweza kuwaua. Bwana tukuzwe. Bali ukaweza kunyamazisha ndimi zao,
matendo yao maovu kaweza kuyanyamazisha katika ndani ya maisha yao. Kila matendo yote maovu ambayo wanayatenda kupitia kusengenya wengine katika siri. Unajua sisi kama Wakristo ni wazuri sana, lakini wakati mwingine tunakuwa na kasoro ya masengenyo, ya kwamba unapomtazama labda rafiki yako ana upungufu, kama vile tunavyoniona mimi si mkamilifu, yaweza kuwa labda nina upungufu wangu, lakini unapotazama na kuona upungufu wangu, unaenenda mbele za wengine na kuanza kunena maneno maovu kunihusu, yaweza kuwa ya kwamba hiyo ni sababu kubwa ya kuzuilia Mungu kuja kutembea kwako. Kwa hivyo ni vizuri kuweza kujitazama na kuweza kujichunga na kuweza pia kujizuilia na hali zote mbaya za kuweza kusengenya wengine, hali ya kunena maovu kuhusu marafiki zako ama mtu yeyote yule, ya kwamba ukaweza kulinda ulimi wako, ukaweza kulinda pia na hata midomo yako. Vile unavyonena yaweza kuwa ni sababu kubwa ya Mungu kutotembea katika ndani ya maisha yako. Kwa hivyo ni vyema unaponena kuchunga ulimi wako, unavyozungumza ni vyema kulinda kinywa chako na kuweza maneno ama sauti ambayo inaweza kuleta faida kwa wengine, bali si masengenyo. Sehemu ya pili inasema hivi katika sehemu ya 5. Dire kiragiriria mundu mwitei na mwigathi. Unajua kuna watu ambao wana kiburi. Yaweza kuwa labda siku ya leo Mungu amekuinua, Mungu amekupa kipawa, Mungu amekupa utajiri, Mungu amekufanya mtu tajika katika ndani ya familia yako, katika mji, katika labda hata taifa, hata katika madhabahu kama haya. Lakini kuna watu ambao hushukiwa na roho ya kiburi. Yaani unapata kuona kwamba kwa sababu wewe umeinuliwa kuwa umekuwa mtu wa labda tuseme wa kazi yoyote ile, sasa kiburi kinaanza kushuka ndani yako. Wewe hauwezi kuguzika sasa. Yaani wewe hauwezi kupata, yaani hata kutuma inakuwa tena ni shida. Kama ni kazi ulikuwa unafanya ya kuosha vyoo vyetu, hauwezi kuifanya tena kwa sababu sasa umeshainuliwa, sasa mtu amekuwa mkubwa. Lakini ukitaka ya kwamba Mungu atembee katika ndani ya maisha yako, hii roho ya kiburi ambayo iliweza kumwangamiza Ibilisi mwenyewe, ukaweza kuishughulikia, ya kwamba ikazidi kukuondoka, ikakuondokea tu, ya kwamba roho wa Mungu akaweza kutawala na kuweza kuishi ndani yako, unyenyekevu ukaweza kuonekana ndani yako, ili ya kwamba Mungu akaweza kukuinua, Mungu akazidi kutembea katika ndani ya maisha yako. Kwa hivyo kiburi kinaweza kuwa sababu tosha ya Mungu kutotembea katika ndani ya maisha yetu. Tukaweza kusoma sehemu ya 6. Najua Mungu atazidi kutubariki. Nĩndĩrĩiguagĩra tha andũ arĩa ehokeku bũrũri-inĩ na ndimetĩkagĩrie maikaranagie na niĩ. Mũndũ o wothe ũtarĩ ũcuke nĩarĩ ndungatagĩra. Bwana atukuzwe. Ya kwamba ni vyema ukaweza kuwa mtu wa kuweza kuwasaidia wengine. Bwana atukuzwe. Ukuwe mtu mkarimu, mtu aliye na ukarimu ndani yake, ukaweza kuwasaidia walio na mahitaji, kwa sababu tunayo mahitaji tofauti. Kuna wale ambao labda hawana mavazi, ukawapa mavazi. Kuna wale labda hawana hekima, unawasaidia kwa sababu labda Mungu amekupa hekima, ameweza kukupa uweza wa kushauri wengine. Labda Mungu amekupa na hata vyakula, wasaidia wasiokuwa na chakula. Kwa hivyo Mungu anasema ya kwamba kama unataka Mungu atembee katika maisha yako, uwe mtu wa kufanya haki na mtu wa kuweza kuwahurumia wengine na kuwasaidia wengine, ili ya kwamba ndani yako Mungu akaweza kutembea katika ndani ya maisha yako. Kwa hivyo naona kwa sababu ya muda, kwa sababu najua Mungu amekunenea, jambo la hoja na la maana ni kujua ya kwamba Mungu anatamani sana kututembelea, lakini kuna sababu ambazo tumezisoma kadhaa ambazo huzuilia Mungu wetu kuja kututembelea na kuweza kushughulikia maisha yetu. Mungu awabariki na Mungu awatende mema mnapozidi kusikiza hili neno lake na kuzidi kuweza kulitafakari na kulitenda kulingana na vile Mungu ameweza kutuelekeza. Kwa hivyo tutaweza kusimama kwa wakati huu ili tukaweza kutoa mali yetu, tukaweza kutoa sadaka zetu, na inajua hakika Mungu atazidi kuwabariki na atazidi kuwatenda mema. Kwa hivyo